أيها الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. إخوة، نحن اليوم في شرح كلمة الفقه من أصول الفقه بعد شرح كلمة أصول، أليس كذلك يا إخوة؟ طيب، تعد أصول هي الكلمة الأولى في التركيب، بينما الفقه هي الكلمة الثانية المضافة إليها. أصول الفقه يعرف باعتبارين. تابع حتى نواصل ببابنا اليوم الذي نحن بصدده الآن. أصول الفقه يعرف باعتبارين. طيب، باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، فتكلمنا باعتبار المضاف وحده، أي باعتبار كلمة أصول. وفي جلستنا اليوم الجلسة الثانية سوف نتكلم باعتبار المضاف إليه وحده، أي باعتبار كلمة فقه. معي؟ طيب، فنقول ونستمد العون بالله تبارك وتعالى. فالفقه لغة الفهم. فقه كلغة نفهم، نكفهم. alivyo tuzungumzia shekhe wetu kwa kitabu tulicho nacho hiki cha al-usulu min ilmi al-usuli. طيب، sasa ikiwa al-fiqhu lughatan al-fahmu ni kufahamu, na hilo la kufahamu ni nini? Kufahamu ni nini? Maana naam, fil kitab ibara liko wazi, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Naam, na al-fahmu, ma maana al-fahmi? Kufahamu ni nini? طيب، والفهم هو القدرة على إدراك المعاني. Kufahamu ni uwezo wa kufahamu maneno, kuyadiriki yale maneno kwa kuyafahamu. Wa rabtil afkari biwuduhin, na kuzifunga fikra kwa uwazi. Maana kufahamu temko lililotafsiriwa fiqihi kwa upande wa lugha. Min khilali amaliyatin aqliyatin litahlilin, kupitia utendakazi wa kiakili katika kutatua. Maana insharti uwe na uwezo wa ufahamu, upate uwezo wa kulitatua jambo lililotatiza baada ya kufahamu. Pia temko wanaendelea kututafsiria ulama wa tafsiri al-ma'lumati, na kutafsiri ma'lumat. Ma'lumat ni zile ma'lumati ya kielimu, kuyatafsiri kwa uwezo wa ufahamu ulionao. طيب، يتضمن تصور معنى الكلام أو الإشارة، ambako huko kufahamu hukusanya taswira ya maana ya maneno ama maana ishara. Upate taswira haya maneno maana yake, upate na taswira ya kufahamu hata mashirio uliyoshirio. Hiyo ndio inaitwa al-fahmu, temko lililotafsiriwa al-fiqh. طيب، تابع تماما. أو إدراك ما يقصده شخص ما،
ama kufahamu anachokikusudia mtu yoyote lile analolikusudia. Endelea kupulika vizuri ufahamu maana yake lililotafsiriwa al-fiqh. طيب. والقدرة على ربط المعلومات بالسياق، na uwezo wa kufunga maalumati bisiyaqi ay bitatabu'i wa tawali al-kalami, kwa kufuatisha na maneno kuandamana, huyadiriki kwa kuyafahamu, kufunga yale maalumati. Wal ma'rifatul mutahati, al ma'rifatu al mutahati ni kujua, maarifa ambayo ni al muqaddarati al mumkinati al masmuhati. Nafasi hiyo itoke ya kujua ule mtungo wa utakayo yafahamu ili upate kufahamisha. Kwa hivyo itakuwa alfahmu fahuwa amaliyatun nafsiyatun, ni utenda kazi wa nafsi. Tatatallabu tafkiran, unaotaka fikira. Maana hata jambo ili ulifahamu kwa uelewa huu tunaopewa na ulama, basi yataka fikra kubwa sana katika kulifikiri lile jambo mpaka ulilete kwenye ufahamu. Watatajawazu mujarrad al-ilmi, na vile vile kupita kwenye mujarradi wa ujuzi, litashmula al-qudratu al-fahma al-amiqa wad-daqiqa, ili ule uwezo ulionao ukusanye ufahamu wa kina. Al-amiqu wad-daqiqu kalimatani mutaradifatani fil maana. صح jamaa? طيب. إذن الفقه الفهم. طيب. Kwa hivyo itakuwa fiqhi ni ufahamu, kama vile jinsi alivyotutafsiria fadilatu sheikhina. Fama hiya jawanibul fahm. Sasa tutazame, ikiwa kitabu kimetuambia kupitia kwa sherehe ya Sheikh kuwa al-fiqhu al-fahmu, sasa la kutafutwa ni hili: fama hiya jawanibul fahmi, ni zipi pande za kufahamu ama njia za kufahamu, zile jawanib ambazo zafaa kutumika ndio upate ufahamu wa jambo. Kwenye hili tamko la al-fiqhu lililotafsiriwa bimaana al-fahmi. طيب. amaliyatun aqliya min jawanibil ilmi, min jawanibil fahmi, amaliyatun aqliya, utenda kazi wa kiakili. Akili itende kazi ikupeleke wewe kwenye ufahamu wa jambo. Kwa hivyo alfahmu itakuwa huwa amaliyatun nashitatun, ni kazi ya uchangamfu. Tatadhammanu tafkira wa tahlila, inaokusanya kufikiri na kutatua. Maana jambo mpaka ulifikirie, ulifahamu kupitia kwa kufikiria kwako, ndio upate njia ya kulitatua lile ulilolifahamu. Ndipo fiqhi al-fiqhu tukaambiwa maanahu lughatan al-fahmu, na kufahamu kwa namna hizi tunazozipata katika jawanibul fahmi. Tumepata amaliyatun aqliya, al-fahmu huwa amaliyatun nashitatun تتضمن التفكير والتحليل وليس مجرد استقبال سلبي للمعلومات. si mujarradi wa mwelekeo wa kughibu sifa muayyana
kwa vitu ambavyo unataka kuleta ufahamu kwa lil maalumat. La, hii ni janibu ya kwanza ya kukupeleka wewe kwenye ufahamu wa jambo. طيب, aljanibu thani idrakul maana, ni kufahamu maana, ndio alfahamu. Yahdifu ila tafsiri almaana wara alkalami au alisharati au alafkar, kwa maana hulenga kufahamu maana, hulenga kutafsiri maana nyuma ya maneno ama mashirio ama fikra. طيب, مما يسمح للشخص بفهم المغزى الحقيقي لما يقدم له, katika mambo ambayo husamehewa mtu, hupewa nafasi mtu, bifahmi almughza المغزى الحقيقي, بفهم المغزى الحقيقي لما يقدم له, بفهم المقصد المضمون أو المعنى العميق لشيء ما. ndio hii yahdifu ila tafsiri almaana wara alkalami au alisharati au alafkar mimma yusmahu lishakhsi bifahmi almaghza alhaqiqi lima yuqaddamu lahu. min jawanib alfahmi rabtu alafkar, katika janibu za fikira. Mafhum? Kufikiri kukupeleke kwenye ufahamu. Kwa hivyo itakuwa min jawanibil fahmi rabtul afkari, katika pande za kufahamu ni kuzifunga fikra. Kuzifunga fikra kivipi? Yatadhammanu alfahmu rabt almafahimi walmaalumat aljadida, hukusanya ufahamu, kufunga mafahim yenye kufahamiwa na maalumati mapya uyafunge. Mimma huwa ma'rufun musbaqan litakwini suratin mutakamila, kwa jambo ambalo ni maarufu kwa kutanguliza, kwa kufanya picha yenye kamili, kuleta picha kamili ya ufahamu wa jambo. Imagine, haya ni katika mambo yanayotafsiri ufahamu. Pande gani zitumike zikulete kwenye ufahamu, ambao ndio hiyo alfiqhu fi lughati. طيب, wa min jawanibil fahmi, na katika pande za ufahamu kuna kitu kinaitwa al-isti'abu. Al-isti'abu طاقة وقدرة على الفهم والإدراك لوجهة نظر أو موضوع. ndio al-isti'ab. طاقة وقدرة kalimatani mutaradifatan, ni vilma viwili vyenye kuafikiana maana. Kwa hivyo طاقة وقدرة على أي شيء معي جماعة على الفهم والإدراك. صح؟ kufahamu al-idraku, isi tunota, yani wakati mwingine utafsiri tema idraku, al-idraku kudiriki kikwetu, kupata. Kwa hivyo ni kudiriki, kukuta nini ama kupata nini? Kupata ufahamu wa jambo. Ufahamu wenyewe wenye mwelekeo gani? Bihadha aljanib liwijhati nadharin au mawdhu'in, kwa upande wa wijhati nadhar katika jambo. Wijhatu nadhar, pengine masail amekuja ni mukhtalafu fi, yamekhtalifiana, ikawa kila mmoja ana wijhatu nadhari yake katika kuyaleta yale masala kwenye ufahamu wake alivyoifahamu nasi ama maudhui fulani. Kwa hivyo al-isti'abu katika jawanibul fahmi yani ihatata dhihni bil maqsud, yamaanisha akili izunguke kwa kile kilichokusudiwa. Tabi'a. طيب, ihatatu dhihni bil maqsud,
akili izunguke kwa lile lililokusudiwa. Wa huwa, na hilo lipi la akili kuzunguka kwa lile lililokusudiwa, ma yaj'aluhu akhassa min al-ilmi al-mutlaq, ni chenye kufanya kiwe ni akhas, ni chenye kuhusisha zaidi min al-ilmi al-mutlaq, min al-ilmi al-kamil ash-shamil alladhi la naqsa fihi. Kwa hivyo min jawanib al-fahmi al-isti'abu. تابع. طيب، إذن الفقه الفهم صحيح كما قال والدنا، الفقه الفهم. فقه ni ufahamu, kufahamu, na kufahamu kwenyewe fuatilia kwenye kutwali kwako, na nyinyi regelea kwenye kulitwali hili tamko la alfahmu tulivyoeleza nyuma. Kwa hivyo alfiqhu alfahamu, walfahmu husnu tasawwur almaana, ni uzuri wa kusawirisha maana. Fuata vizuri sana. Walfahmu judatu isti'dadi dhihni lilistinbat, ni uzuri wa maandalizi ya akili katika kuleta istinbati, kustambiti masail alfiqhiyya. Kwa hivyo ndugu zangu ni watoto, ni mada muhimu, ni somo muhimu. Kwa hivyo tulitilieni bidii na kurutubika ndimi zetu sote kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na daiman ud'u rabbaka biqawlika rabbi zidni ilman. Taqabbal Allahu minna. الفهم حسن تصور المعنى، والفهم جودة استعداد الذهن للاستنباط. Kwa hivyo kuna na wingi wa fahamu. Walfahmu hi jam'i yake, wingi wake ni afhamun wa fuhumun. طيب، نواصل. أما الفقه، kwa hivyo itakuwa fiqhi في اللغة كما قلنا سابقا الفهم، والفهم كما شرحنا، والفهم كما فسرنا آنفا بما فسر به العلماء. تفوات والصوم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طه aya ya 27. Sah. Mwenyezi Mungu aliposema wahlul uqdatan min lisani, uqda sisi usema vifundo vile vilivyofunga ulimi wako ukatatiza ufasaha wa kutemka. Sasa ni maombi ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fungua vifungo kwenye ulimi wangu, yafqahu qawli, wafahamu maneno yangu. Kwa hivyo ni neema hii katika neema za Mungu alizompa yoyote katika mja wake au katika waja wake, ulimi kuwa na ufasaha, akafahamika analolieleza ama analolizungumza. Ni muhimu sana kumuomba Mwenyezi Mungu hilo. Na ukiona umemueleza mtu jambo na mwenye kuelezwa akaelewa, wewe mwenye kueleza pia wafaa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa lile ulilolizungumza Mwenyezi Mungu amelijalia lieleweke. Sahih. طيب، wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, ni Taha 27. Kwa hivyo hiki kilima cha yafqahu ambapo tuko kwenye alfiqhu fi lugha alfahmu. Kwa hivyo aliposema yafqahu qawli ay yafhamu, wafahamu maneno yangu. Kwa hivyo ni kweli alfiqhu maanahu alfahmu fi lugha.
idhan yakunu alfiqhu fi al-lughati a'amma min alfiqhi fi al-istilah. Ikhwa, itakuwa fiqhi katika lugha ni aam, ni temko lililoenea zaidi min alfiqhi fi al-istilah, kuliko fiqhi kwa maana ya sharia. Kwa hivyo itakuwa fi lughati alfiqhu a'ammu min alfiqhi fi al-istilah. Limadha? Sahih? Limadha? Kwa nini? Tabi'a, lianna kulla fahmin yusamma fi lughati fiqhan. Kwa sababu kila fahamu au inshita kul, kila ufahamu kwa upande wa lugha huitwa fiqhi. Kila ufahamu, kufahamu, kwa upande wa lugha kunaitwa fiqhi. Taqulu, watupigia mfano kusema, wasema hivi: faqiha ar-rajulu kalami. Faqiha ar-rajulu kalami ay fahimahu, amefahamu mtu maneno yangu, au mwanamume amefahamu maneno yangu. Faqiha. Ndipo Mwenyezi Mungu katika 44 suratul Isra yatuonyesha temko hili lilivyokuja kwa maana ya ufahamu, kama vile jinsi Sheikh anavyotushereheshea. Yaqulu Allahu Ta'ala: walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum ni pale Mwenyezi Mungu aliposema wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih. Hakuna chochote tabia isipokuwa chochote cha sabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, cha sabihi kwa kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hii wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih, kisha Mwenyezi Mungu sema walakin la tafqahuna tasbihahum, ay la tafhamuna. Imeturudisha pale pale kwa maana fiqhi, maana yake ni alfahamu. Tayib, hebu pia tutazame katika 78 suratul Nisa: famali haula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha, ay la yakaduna yafhamuna, kwa maana alfiqhu bi maana alfahm. Wa qawluhu ta'ala liyatafaqahu fi ddin, ay liyata'allamu wa yafhamu, wajifundishe na wafahamu. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, yule ambaye Mungu anamtakia khairi, yufaqihu fi ddin bimaana yufahimuhu wa yuallimuhu wa yudarrijuhu wa yubassiruhu, humpa ufahamu na akampa ujuzi wa kujua na akampa muono wa kuona kwa kufikiria, akapata ufahamu wa analolifikiria, akalitolea maamuzi. Tayib, nantaqilu al'an mujazatan ila alfarq baina qawaid alfiqh wa usul alfiqh. Hapa ni kidogo tu, tugure tuondoke kwa ufupi sana kutazama tofauti kati ya qawaidul fiqh wa usul alfiqh. انتبه، قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها. شوف هذه القاعدة، قاعدة يا أصول، قواعد الأصول، والأصول من علم الأصول tumeliweka wazi kwa kukishika kilma cha almudhafu usulun. Ndio hii leo tuko kwenye almudhafu ilayhi fiqhi, usulul fiqhi. Sasa asema
قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها. Kwa maana misingi ya usuli hufungamana na matemko na dalili zake. Dalili zake hapa nakusudia wajhu dilala, na pia ikiingia wajhu dilala katika kuthibitisha mantuku nasi, hukumu ya jambo pale palipotemkwa na nasi ni wapi, huu ni upande. Na kuna qawaidul usuli tataallaqu bil alfadhi wa dalalatiha ala al ahkami fi ghalibi ahwaliha, pana zile tunazoziita dalalatul alfadh. Tumeziita hivyo kwa kuitwa na waheshimiwa wanavyoni, na tukasoma kupitia kwao tukajua kwamba kwa kumbe hizi zaitwa dalalatul alfadh. Sahihi jamaa? Tayeb, ma hiya dalalatul alfadh? Tukusudia hivi kwenye kulitofautisha kawaidul yani katika kufarqu baina qawaid alfiqh wa usul alfiqh. Kana mfano an-nasikh wal mansukh, al-mutlaq wal muqayyad, الظاهر والمؤول، المجمل والمبين، المنطوق والمفهوم na nyinginezo zinazozingatiwa ni dalalatul alfadh. Na usiwe na joto, tabi yote yatakuja katika kitabu hiki biidhnillah alkarim. Tayib, wa amma qawaidul fiqh, ama kaida za kifikihi katika kulitofautisha, fatataallaqu bil ahkami dhatiha, hufungamana na hukumu zenyewe, ndio qawaidul fiqh ambazo zitakuja na mifano yake tutawapigia, japo kuwa qawaidul fiqh ile misemo yake haikutajwa katika kitabu usuli min ilmi al-usul, lakini tutawapigia kwa mfano zikiafikiana na mada zitakazokuja, mbali ya kuwa tukikimaliza hiki kitabu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na tukiwa na majaliwa ya uhai, tutasoma sa qawaidul fiqhiyya, kaida za kifiqh biidhnillah ta'ala. Tayeb, hii ni kwa ufupi tu kati ya kulitofautisha ili neno la qawaidul fiqh wa usulul fiqh. Tayeb, الذي بقي هو ما الفقه في اصطلاح عند الشافعية. معنى تكو كتك فقه، الفقه في اللغة الفهم، فما الفقه في اصطلاح عند الشافعية؟ mbele ya الشافعية ni hili ibara ambalo liko kwenye kitabu tunachokisoma, ma'rifatul ahkami shar'iyyatil amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyya. Hapa pana ahkam, ina maneno yake. Pana ash-shar'iyya, ina maneno yake. Al-amaliyya, ina maneno yake. Manake ni kujua hukumu nyingi za kisharia za kivitendo. Kwa hivyo ni ahkamu shar'iyyatil amaliyya, si ahkamu shari'atil i'tiqadiyya, lakini iko mbele bi adillatiha tafsiliyya, kwa dalili zake za tafsili za wazi. Limadha? Lianna hunaka adillatul fiqh al-ijmaliyya wa adillatul fiqh at-tafsiliyya. Tayib, hii ni kwa upande wa ash-shafi'iyya. Wa 'inda al-malikiyya tabi', na mbele ya wafuasi wa al-Imam Malik, fiqh imamaanisha nini? Fiqh inamaanisha al-ilmu bil ahkami shar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyya. Yote itakuja kwa ufafanuzi ma hiya adillatul fiqh al-ijmaliyya wa ma hiya adillatul fiqh at-tafsiliyya. Tayib, kwa hivyo inda al-malikiyya asema al-fiqh huwa al-ilmu bil ahkami ash-shar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyya. واضح؟ طيب، قال المالكية
Angalia al-Malikia kisha sema maudhu'u al-fiqh hi al-fiqh tuliotafsiriwa bimaana al-fahmi. Al-Malikiyatu wanasema maudhu'u al-fiqh huwa af'alu al-mukallafina. Maudhu ya fiqh ni matendo ya waliokalifishwa watakaozungumzwa vizuri sana katika babul ahkami baada mlango tulionao. Wal mukallafu huwa al-insanu al-balighu al-aqilu, ni mwanadamu mwenye akili aliyebalighi, sawaan kana hurran au abda, sawa we ni mtu huru muungwana ama ni mtu abdi mtumwa, wote anaingia katika mukallaf. Wasawaan kana dhakaran au untha, na sawa awe mwanamume ama mwanamke, huyo ndio mukallafu alopewa taklifi na mukallifi. Ufafanuzi wake ni albabu thani ani baba al-ahkam. طيب ننظر الفقه عند الحنابلة wafuasi wa Ahmad bin Hanbal. Temko hili la al-fiqh wamelitafsiri vipi? Sema wal madhhabu al-fiqhi al-mansub lil-imam Ahmad bin Hanbal wa huwa ahadu al-madhahib as-sunniyyah al-arba'ah al-mashhura. Kwa upande wa al-Hanabila tu al-fiqh wamesema ni madhehebu ya kifikihi yalotegemezewa Imamu Ahmad bin Hanbal, ambao ni moja kati ya madhehebu manne mashuhuri ya kisunna. Je, fuata vizuri. Al-fiqh inda al-Hanafiyya, fiqhi mbele ya wafuasi wa al-Imamu Abi Hanifa wameleta istilahi hii: ma'rifatu nafsi ma laha wa ma 'alayha, ni nafsi kujua malaha, yanayolazimu yale nafsi yalionayo katika kutenda, wa ma 'alayha, na yale ambayo yatakuwa ni kukemewa ama kulipwa. Ama mfano, kujua yanayostahiki nafsi ya thawabu nafsi, yani itakapotenda, ama yale ambayo itakuwa ni iqab, wallahu alam, kwa yale ambayo itakuwa ni kinyume na sharia. Maarifatu nafsi ma laha wa ma 'alayha. طيب لكن يتميز المذهب الحنفي ايضا. صح جماعه، يعني hupambanuka madhehebu ya al-Hanafiyya ايضا bitambihi al-fiqh at-taqdiri, kuzindusha fiqhi hii inayojulikana kama al-fiqh at-taqdiri. ما هو الفقه التقديري؟ حيث يقدرون مسائلا لم تقع، kwa namna wanavyokisia na kukadiria masail ambayo bado hayajatokea. Intabi, wayubayyinuna ahkamaha, na wakabainisha hukumu zake, wa adillataha, na dalili zake, isti'dadan liuqu'iha, kwa kujiandaa kutokea kwake. Yani akitokea masala kwa taswira waliosawirisha na makisio waliokisia, yakitokea itakuwa yafaa kuwa na hukumu hizi kulingamana na makadirio yao na makisio yao. Ndio wakaita al-fiqh at-taqdiri. Kama dhakara Ibn Hajar al-Haytami fi mawsu'at al-Islam, kama Ibn Hajar al-Haytami alivotaja katika kitabu Mawsu'at al. Hapa panikumbusha kwenye somo pia ambalo tutaanza kitabu cha pili, maana alhamdulillah tumesoma mukaddima ya usulu tafsir. Nafikiri ni kwenye kismu thalith mutawassit. Kisha tukaanza at-tibyanu fi ulum al-Quran ya Muhammad Ali Sabun. Tutakimaliza hiki akipenda Mungu, kisha tutakiunga Manna'ul Qattan. Lakini nubdha
munayo. Si katika mukaddima wa usul tafsir kuna katika kuteremka aya kisampuli mbili, ibtidaiyun wa sababi. Tukasema ile ibtidai ni aya kushuka kungoja tokeo. Tokeo likitokea aya tayari ishateremka. Au sababiyun, sababi ni ile ambao iko huko ilipo, hungoja tokeo likitokea ndio iteremke aya. Yani nimeleta taswira tu ya haya masailul fiqh at-taqdiri للإمام أبي حنيفة أو الحنفية، حيث يقدرون مسائل لم تقع ويبينون أحكامها وأدلتها استعدادا لوقوعها، كما ذكر ابن حجر الحيثمي في موسوعة الإسلام. Lililobaki sasa kwenye kikao chetu cha leo, ikiwa mmenifuata vizuri, tuko pamoja ndugu zanguni, man huwa al-faqih. Hapana budi unjue faqihi ni mtu gani. Man huwa al-faqih? Kwa sababu al-faqih ndio anastahili kuwa na fiqhi. Huwa al-alimu al-mutakhassisu fi ilmi al-fiqh al-islami, ni mwanachuoni mutakhassis kwa elimu ya fiqhi. Kwa hivyo ni specialist yeye kwa elimu ya fiqhi. Kusawarisha tu maana, kwa sababu ukiambiwa kwa udaktari kuna specialist ni kuwa amefanya tahassusi ya jambo fulani. Sasa al-faqihu ni mwanachuoni mwenye tahassusi ya elimu ya fiqh ya Kiislamu. Walladhi yatamatta'u bima'rifatin 'amiqatin bil usuli wal ahkam ash-shar'iyya, na yule ambaye yatamatta ala yani bimaarifa, yani anaona uzuri na kustarehe kabisa kwa ujuzi wa kina wa usuli na hukumu za kisheria. Ndipo mpaka likatumika neno ni yule ambaye yatamatta'u bimaarifatin amiqatin bil usuli wal ahkam ash-shar'iyya. Hadha huwa al-faqih wa qudratin ala istinbatiha, na kuwa na uwezo wa kustambit masailul fiqhi. Tabi' ya jamaa. Tayib, wa huwa, na yeye huyo al-faqih tumempata katika hiyo fiqhi. Tayib, wa huwa man yuhitu ilman bi usuli fannihi, ni yule alokuwa na ufahamu na kuizunguka elimu kwa misingi ya fani yake. Kwa ufupi ni mutakhassis hodari katika fani ya fiqhi na fani ya usuli, fahman wa maqasidahu, tena kufahamu na kujua makusudio yake. Mashallah. Tabi'a. Wa yastati'u tatbiqa hadhihi al-ma'rifata ala al-waqi'i, na anaweza kutabik maarifa haya ala al-waqi'i, juu ya waqi'. Wajua hata hivi sasa iko fiqhi ambayo inajulikana kama fiqhul waqi'. Sasa akawa anao ujuzi huo kujua matokeo wa halal masail al-mustajadda, na akachatua haya masailul mustajadda, ambao masailul mustajadda utakuja ufafanuzi wake. Hatuna haraka, shay'an fa shay'an, hatua kwa hatua. Ma'i ikhwa. Kwa hivyo falfaqihu bimafhumihi al-am, faqihi kwa ufahamu wake wote, madha yuqsadu wa madha yutlaq wa yuradu. Falfaqihu bimafhumihi al-am yutlaq laqabul faqihi, hukusudiwa na kutafsiriwa temko jina hili la faqih, al-faqih, ala man balagha darajatan aliyata, alofikia daraja ya juu, si daraja tu, fi ilmi al-fiqh, katika elimu ya fiqh. Fahuwa laysa mujarrada hafidhin lil ahkam, faqihi al-faqihu si mujarradi waliohifadhi hukmu, mtu amehifadhi hukmu nyingi, bali yastati'u fahmaha wa tatbiqaha, bali afahamu, aweza kufahamu masailul fiqh pamoja na kuyatabikisha.
وتخريج أحكام جديدة من خلال الأدلة الشرعية na kutoa hukumu nyingi mpya kupitia kwa dalili za kisheria. Huyo ndiye faqih. Basi al-faqih bimafhumi shar'i. Tutazame sasa al-faqih kwa ufahamu wa kisheria. Huwa al-mujtahidu, ni yule anaitwa mujtahid. Milango yake iko mbele katika al-usul min ilm al-usul. Alladhi ahata bilmabadi al-asasiyah lil-ahkam ash-shar'iyyah, alozunguka mabadi ya kimsingi ya hukumu za kisheria. Tena waladaihi ilmamun, ana nabidi himma raghba bi asbabi al-khilaf baina al-ulama, kujua sababu za kutofautiana wanavyoni, ili kupitia tofauti ya wanavyoni aende katika kitu kinachoitwa katika usuli tartibu baina al-adilla. Akipitia tartibu baina al-adilla ajue dalalatul alfadh. Kupitia kwa dalalatul alfadh, kwa mbinu zote zilizowekwa kwenye somo la usuli, mpaka afikie kuipa nasi haki yake kupitia kwa vifaa hivi vilivyoitwa jawanibul fahmi, kwenye kutafsiriwa al-fiqh bimaana al-fahm. Tayyib, huwa al-mujtahidu alladhi ahata bil mabadi' al-asasiyah lil ahkam ash-shar'iyyah wa ladayhi ilmamun bi asbab al-khilaf baina al-ulama, ili kupatikane nini? Liyakuna qadiran ala takhrij al-ahkam as-sahiha, ili awe na uwezo wa kuweza kutoa hukumu zilizo sahihi. Tayyib, ndipo shekhi wetu akasema baada kusherehesha al-usul, akatuambia al-fiqh lughatan al-fahmu, wa minhu qawluhu ta'ala wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Na katika istilah mbali ya aimatul madhahib mlivyosikia, lakini sahibul kitab alisema ni ma'rifatul ahkami shar'iyyati al-amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya. Tafsili ya ibara hii ya istilah pamoja na sharhi yake itakuwa katika jalsa yetu ya 3 itakayofuata Jumatatu ijayo insha Allah taala, nikiwatakia kila la khairi. Mungu afungue vifua vyenu kwa kulielewa hili somo na masomo mengine yaliyobeba sharia hii, na nakukumbusha hivyo hivyo tuko pamoja, usisahau kusema rabbi zidni ilman. Hapa ndipo tulipofikia kwenye kikao chetu cha pili. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.